Wasikilizaji wetu, video hii tutaianza kwa kuuliza swali. Je, unafikiri kuna mipango ya kuiba kura mwaka wa 2027? Je, unafikiri kuna mipango ama mikakati ya kuiba kura mwaka wa 2027? Tunasema tu 2 term ama kuna maneno mengine? 2 term, sio? Si tunangojea tu debe iletwe, hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. Mtazamaji, unasikiza na kutazama taarifa zetu. Tafadhali bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like. Si ndio tunazidi kuomba kura? Si nyinyi mtajaza? Si kura lazima ijae? Isipojaza tunajaza na watu. Si hata tutajaza na mawe, tutajaza na kura. Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tunaomba, tunaenda kila mahali tunaomba. Wale watatupigia na tukiona kidogo haijai tunaomba ya kujaza, yani lazima ijae. Lazima kura ijae. So by 2027 when we are going to the elections, William Ruto will win. William Ruto will win by 2 million to 3 million votes. What he said is true. Just because he said, I have told you, he said that yesterday. No. I have with you in the bench. What I have told you happened. I told you William Ruto will win. You didn't believe it. He won. He's going to win by 2 to 3 million. The rest are jokers. Hakuna rais amewahi enda tamu moja Kenya. Hatutakubali kufunga virako Nairobi kuja reserve. Hapana. Ama mulitutuma sisi tuende Nairobi turudi nyumbani. Si tu lazima tuamalize 10 years. Maiona rais anaenda 1 term. Hata wakati Kibaki alipata shida, si alifanya ukarabati mpaka akarudi kwa kiti. Mimi nataka niwahakikishie, ukienda Coast, uende Northeastern, uende mpaka hapa Western, Luo, Nyanza na hapa Rift Valley, hii yote asubuhi na mapema, before hata 90 minutes ishe, William Ruto atakuwa amekuwa re-elected with over 90% of votes cast in the Republic of Kenya. Ukiona hawa kama akina Karua, akina Kalonzo, hawa ni watu wanaweza shindana na William Ruto. Hata ukiketi tu nyumbani upime tu wanaweza shinda William Ruto. Hii ni kwa sababu wiki iliyopita chairman wa IEBC alisema kwamba watu waliojiandikisha kupiga kura kutoka mwaka wa 2012, yani 2012 kurudi nyuma wajiandikishe tena. Ujumbe huu ambao alisema ulifanya Wakenya wengi kuwa na hasira, na kwa sababu wengi hawana imani na IEBC ile iliyoko mamlakani, walianza kushuku. Wengine wanaona ni kama mipango ya kuiba kura, kwa sababu wengine wanasema yule chairman ama IEBC inataka kuondoa wapiga kura milioni 2 kutoka kwa ile register ya wapiga kura. Na kwa hivyo utapata kwamba Wakenya wengi wameshuku kwamba huo ni mkakati wa kuiba kura, kwa sababu wengine wanasema kura huwa hazibiwi ile siku ya kupiga kura. Wanasema ni mkakati ambao huanza kitambo. Sasa wanaona kwamba ujumbe huu ni baadhi ya mipango ama mikakati ya kuiba kura. Pia ukisikiza hawa washirika wake William Ruto, wale wa karibu, utapata kwamba mazungumzo yao yanaelekeza ama yanaonyesha dalili ya kuiba kura mwaka wa 2027. Katika video hii tutakuwa tunaangalia jambo hili kwa kina, na kwa hivyo tunakuuliza, chukua nafasi hii, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like au bonyeze alama ya kengele, na tutashukuru sana. Na pia tuandikie maoni yako hapo chini. Lile swali tumekuuliza leo, je, unafikiri kuna mipango ya serikali ya kuiba kura mwaka wa 2027? Tuandikie hapo, alafu bonyeza like. Ukibonyeza like, video hii itapendekezwa kwa watu wengine, na hii ni njia moja ya kuunga mkono chaneli hii. Turudi katika kuangalia lile swala ambapo tunasema unafikiri
kuna mipango ama mikakati ya kuiba kura mwaka wa 2027. Kwanza tumetaja yule kiongozi wa IEBC ama yule chairman vile alisema. Alafu tena kuna hawa viongozi ambao wamekuwa wakionyesha dalili ya Ruto kuiba kura ama kusaidiwa kuiba kura na IEBC. Kama hapo awali kuna huyu mbunge anaitwa Fatuma wa Wajir. Huyu alisema kwamba lazima Ruto arudi 2 term. Alisema hao wako 2 term, na hata kama kura zake hazitatosha na hata kama kwao hawana kura nyingi bado watamuibia mpaka arudi. Alisema ni lazima. Hebu sikiza hii video yake. Marka kwa hiyo machache, sisi kama wabunge wa North Eastern, nikiongea kutoka Wajir, sisi maneno ya His Excellency the President, sisi maneno yetu ni mafupi tu. Tunasema tu 2 term. Ama kuna maneno mengine? 2 term, sio? Si tunangojea tu debe iletwe, hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia. Hiyo si siri. Kisha kuna huyu mjumbe mwingine ambaye ni rafiki wa karibu sana ambaye anaitwa Oscar Sudi. Huyu tumempata katika video nyingi ambazo tutacheza hapa, akionyesha kwamba anajipanga kuiba kura. Anaonyesha liwe liwalo lazima Ruto arudi mamlakani. Anasema 2 term, liwe liwalo, na wako tayari kwa sababu anasema kwamba hakuna rais amewahi enda muhula mmoja ama amewahi enda miaka 5. Kwa hivyo ni kama kuna dalili ama wanaonyesha dalili za kuiba kura. Mtazamaji, unasikiza na kutazama taarifa zetu, afadhali bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like. Hii kura ya 2027 tutanyorosha asubuhi na mapema. Mwanzo wasiwasi. Nyorosha asubuhi na mapema. Tuendelee kufanya kazi. Wale ngiriaga yurge. Hata wale na ni wana wale ile Eugene Samenya anasema atio, unajua Sudi alisema siku ile atu Manyoro ataenda nyumbani, na kweli akaenda. Sasa amesema ati makura isipojaa watajaza. Kwani hii kazi tunafanya si ndio kuomba kura? Si ndio tunaendelea tunazidi kuomba kura? Si nyinyi mtajaza? Si kura lazima ijae. Isipojaa tunajaza na watu. Si ati tutajaza na mawe, tutajaza na kura. Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tunaomba, tunaenda kila mahali tunaomba. Wale watatupigia, na tukiona kidogo haijai tunaomba ya kujaza, yani lazima ijae. Lazima kura ijae. So msijisumbue, nyinyi muombe kura na mtembee na mfanye kazi. Jengeni hata toilet. Jengeni hata kitu hapo. Mkuna slogan ya kutembea naye, muache Sasa niwaulize nyinyi wananchi. Kama mtu anaomba kura hapa Kapseret, tunashindana na yeye. Alafu kila akisimama tu Sudi lazima aende nyumbani. Akisimama tu anaambia kuna mtoto mgonjwa hapa, anasema hapana, Sudi lazima aende nyumbani. Akaambia kuna kanisa inataka ijengwe hapa, anasema Sudi lazima aende nyumbani. Sio mtu ni mjinga akupendukia. Sasa hii group ya kina Munyoro ni wa kumbafu ya mwisho. Kazi yao tu William Ruto. Hata akiota usiku, hata ukuuliza Dorcas, lazima wewe mtu anawataka William Ruto. Kwa sababu kila siku William Ruto, akiamka William Ruto, akisimama William Ruto, akisimama Kasongo. Tumekubali Kasongo. Wacha na huyo Kasongo afanye kazi ya songoni, aendelee kujenga nchi. Wewe tafuta kitu ya kufanya. Ite majina yote, tuna welcome majina yote. Na uache chuki. Wacha ukabila. Hakuna chuki mingi na ukabila mingi. Sisi hapa Wazingishu ni cosmopolitan. Nikisimamisha sasa watu hapa, kila mtu hapa. Lakini yule akisimama tu, sasa mimi nashindwa. Nilikuwa naona kwa Mombasa. Na siku ile alikuwa anasema shares. Hii watu ya Mombasa share yenu ni kidogo. Alikuwa Ukambani anasema kura yenu haijai. Sijui nini. Alikuwa wapi anasema mbona umepea watu tiketi mingi na wao kupiga kura. Sasa anazunguka huko. Mimi nataka niwahakikishie wewe Samenya na wewe kwa Munyoro, Mr. Dorcas, tutawanyorosha asubuhi na mapema ndio muenda ICU. Sasa wacha hiyo mnavia na kura tutajaza. Hii kura hii tutajaza. Msijali, kura itajaa. Sitajaa. Kwani haitajaa na nyinyi mnafanya kazi gani?
Hatutajaza na mawe, tutajaza kura na kura itajaa. Sasa wacha kusema ati Sudi alisema. Mtazamaji, unasikiza na kutazama taarifa zetu. Afadhali bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like. Kura isipojaa tutajaza. Si tutajaza. Kwani tunazunguka kila siku kufanya nini? Ndio tunaendelea. Tutajaza. Na msitutishe sana. Ati sijui one time. Hata tukienda one time kwani inji itakufa? Kwani inji itatumika? Sikuile corona ilikuja ikasimamisha dunia mzima, ilisimamisha for some time. Wenye walienda wenye walibaki wakabaki. Si lazima dunia iendelee. Hata hao hawaisimamisha inji. Kura tutajaza na tutaendelea na nyinyi mtabaki na wale wengine wasonge mbele. Ruto must go. Ruto must go. Ongoja Ruto kwa debe. Na mimi naambia hao watu mtashangaa. Tutashinda nyinyi asubuhi mapema. Nilikuwa nasikia wengine wanasema nilisema ati kura isipojaa tutajaza. Nataka nirudie tena nimwambie hawa. Hiyo kura isipojaa itajazwa, itajaa. Kwa sababu hii kazi tunafanya hii kujenga nyumba, kufanya kazi ya uzi, kujenga sokoni, kujenga barabara, sio ndio kazi ya kufanya kuomba kura? Ama kuna kazi nyingine? Kwani hiyo kura haiwezi jaa kwa nini? Nyinyi hamwezi jaza? Si mtajaza kura nyinyi? Isipojaza mtajaza? Tunasanya watu wengi tunajaza kura inajaa. So waongoje 2032. Na hakuna rais ambaye enda tamoja. So kasha kuenda pole. Kama unataka kura ngoja 2032 hapo mbele. Lakini hii utaangalia na meno yote wewe. Huyu mbunge mwingine naye anaitwa Kamketi. Huyu naye ni rafiki mkubwa sana wa William Ruto, na tulisema kwamba ukitaka kujua jinsi ambavyo Ruto anafikiria usiende bali, sikiza watu kama hawa vile wanasema. Huyu Oscar Sudi na Kamketi. Huyu Kamketi naye alisema haiwezekani kwamba Ruto aende one term, kwa sababu marais wote wale wamekuwa mamlakani wameenda 2 term ama zaidi ya 2 term. Akataja Kenyatta, akataja Moi, akataja Kibaki, akataja Uhuru. Akasema kwamba haiwezekani kwamba Ruto aende one term, na watafanya vyovyote vile kuhakikisha kwamba Ruto amebaki mamlakani mwaka wa 2027. Mwisho, nimeona Mheshimiwa Rais, kazi yako inang'ara Jamhuri ya Kenya mzima, na wale tulitoa ofisi wameongea mpaka maneno imeisha. Sasa wameanza hasira kwa sababu wameongea maneno mengi ya uongo, ya fitina. Sasa wameanza hasira. Wacha niseme hivi, mtaongea maneno yaishe, mtaanza hasira, mtaleta kisirani, lakini Mheshimiwa Rais next year atarudi kiti chake. Ama namna gani? Nyinyi ni watu wa 2 term. Nyinyi ni watu wa 2 term. Hebu nione 2 term ya rais. 2 term. Na waone vizuri. Huyu mwingine naye ni Cherargei. Cherargei, wakati ambapo kulikuwa na yale maandamano ya Gen Z, alisikika akisema kwamba hata wakisema must go, Ruto must go, hata waimbe huo wimbo miaka yote, lazima Ruto atarudi mwaka wa 2027. Na alionyesha kwamba hata kama kura hazitajaa ama Ruto atapigiwa kura, lazima wahakikishe kwamba wameiba kura mpaka zijae vile ambavyo wanataka, and Ruto arudi mamlakani. Mwingine naye ambaye ni rafiki mkubwa sana wa William Ruto ni Aden Duale. Huyu naye amesikika mara nyingi akisema kwamba Ruto lazima arudi. Utapata kwamba huyu ni rafiki wa karibu sana, kwa sababu hata wakati ambapo Wakenya walikuwa hawamtaki kabisa katika ile wizara ya ulinzi, Ruto alimrudisha akamweka katika wizara ya afya. Kwa hivyo huyu ni rafiki mkubwa sana. Huyu naye amepatikana akisema kwamba kura za huko Northeastern ni nyingi hata kuliko za
Mlima Kenya na maeneo mengine yote ya Kenya, na kwa hivyo anasema kwamba lazima Ruto wamtafutie kura kwa vyovyote vile mpaka arudi mamlakani. Anasisitiza kwamba Ruto amefanya kazi na ni lazima watu wanampenda kulingana na huyu Aden Duale, na anaonyesha kwamba watafanya vyovyote vile kuhakikisha kwamba Ruto amerudi mamlakani mwaka wa 2027. And by 2027, when we are going to the elections, where William Ruto will win. Huh? William Ruto will win by 2 million to 3 million votes. What he said is true. Just because he said, You know, I have told you. he said that yesterday. No. I have with you in the bench. What I have told you happened. I told you William Ruto will win. You didn't believe it. He won. He's going to win by 2 to 3 million. The rest are jokers. The serious competitor is not around. He might emerge. No. Nobody. Huh? Raila Odinga's political constituency and stature was like a pillar. You have been to New York. You have. Time Towers. Time Towers. So it has crashed. To rebuild it, it will take time. No leader had a solid, radicalized, strong constituency. All these other opposition players, they cannot fill Uhuru Park. Tell them to fill Alpay. Mtazamaji, unasikiza na kutazama taarifa zetu. Afadhali bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like. Mheshimiwa William Ruto wakati alipewa serikali na uchumi ambaye imeanguka, in every county you go, hata mahali hatukai utapata watu wetu wamekaa. It's just a matter of us organizing them together. Kwanza sisi wafugaji tuko na 14 counties. Tukiongeza 6 ya coast, tuko na 20 counties which we are in charge. Mimi wewe Abdisama na viongozi 20 counties. And these 20 counties we will make sure they produce the required number of votes to give President William Ruto. Mheshimiwa William Ruto wakati alipewa serikali na uchumi ambaye imeanguka, shilingi ya Kenya to the dollar ilikuwa 160, unga ilikuwa karibu 270, mafuta ya gari ilikuwa ndio hiyo 290. Leo hii unga ni 100. Leo hii dola ni 129. Leo hii zaidi ya walimu 70 wameandikwa kazini. And that's why you see our numbers. It says us, if you go and ask how many children do you have, they'll tell you, is that your business? How many cows do you have? Is that your business? Yeah. But now we have told them for census, they must say. Yeah. Because, you know, we have to have enough voters to bring back William Ruto. William Ruto will come back with a landslide. These characters, they will be shocked. That guy will be, inshallah, his second time is guaranteed. And he will be voted, not because of anything else, because he will deliver on his promises. Hatujui maoni yako mtazamaji, tuandikie hapo chini, tuambie iwapo unafikiri kuna mipango ya kuiba kura. Je, kuna mikakati ya kuiba kura mwaka wa 2027? Tuandikie maoni yako hapo chini. Tumefika mwisho wa video hii. Kama hujasubscribe, bonyeza subscribe na like alama ya kengele. Maoni yako yataweza kuonekana watazamaji wengine ambao huja katika chaneli hii. Shukrani sana, tupatane katika video ijayo inshallah. Mtazamaji, unasikiza na kutazama taarifa zetu. Afadhali bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like.